Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Seif Riyami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro la watahadharisha watumiaji wa barabara katika kipindi hiki cha mvua. Namba maalum 15274 yazinduliwa ili kufuatilia vitambulisho vya taifa. Katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 16 wamefariki na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya moto kuteketeza nyumba ya wazee kaskazini mwa Indonesia. Na mkapu la habari linaanzia mkoani Morogoro. Madereva wametakiwa kuchukua tahadhari wanapokuwa barabarani, hususan katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka na uwepo wa vipindi vya mvua zinazosababisha athari kubwa ikiwemo uharibifu wa miundombinu ya barabara. Zuberi Rashid Mgaya anatuarifu zaidi. Hayo yamejiri baada ya kuporomoka kwa kifusi cha matope kilichosababishwa na mvua kubwa katika eneo la Iyovu, barabara kuu ya Morogoro kuelekea Iringa, na kuziba sehemu za barabara hiyo na kusababisha madhara kwa watumiaji. Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi SACP Alex Mkama, amefika katika tukio hilo na kuelezea athari zilizotokea kufuatia tukio hilo. Tunachokiona hapa ni kwamba barabara yetu kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha sasa imeanza, tope zimekuja zimeingia barabarani, na magari kadhaa, madereva wale ambao hawakuwa na tahadhari wameweza kupata madhara ambayo tumeyaona. Magari kama 2-3 ambazo zimeanguka. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro tunataka kutoa tahadhari kwa madereva ambao wanatumia barabara hii, hasa kipindi hiki cha mvua, kwamba kipindi cha mvua wanapaswa kufuata sheria zote za barabara na kuchukua tahadhari mbalimbali, sababu mvua zinapokuwa zinanyesha uoni kwanza ulikuwa ni hafifu, lakini lolote linaweza katokea. Kama hili sasa, maporomoko yametokea, barabara imeziba, lakini dereva sasa huyu yeye akawa amekuja tu bila kuchukua tahadhari. Aidha, SACP Mkama ameataka madereva kuongeza umakini na kuchukua tahadhari wanapokuwa barabarani kwa ajili ya usalama wao na watumiaji wengine wa barabara. Nitoe tahadhari kwa madereva kwamba wanapaswa kuchukua tahadhari wanapokuwa wanapita kwenye barabara zetu ili Jeshi la Polisi tumeimarisha doria hapa kusudi waweze kupita kwa wakati wenzetu wa TANROADS wanaendelea kuondoa hichi kifusi ambacho kiko kwenye barabara, na baadaye alitakuwa. Kwa upande wao, baadhi ya madereva wameelezea jinsi walivyokabiliana na mkasa huo wakati walipokuwa wakiendelea na safari zao. Tukitoka Dar kuelekea Mbeya na gari ilikuwa imepakia shehena matrekta. Sasa wakati tumefika maeneo haya Iyovu haya, kutokana na mvua na utelezi na nini, gari ikawa imeteleza. Baada ya kuteleza ikawa imegonga ukingo wa daraja. Ilipogonga ukingo wa daraja, tairi ikapasuka, gari ikavutwa kuelekea bondeni. Kwa tunashuka hivi down, baada ya kusogea na hii down hapo tena hapo na hilo likifusi hapo. Kwa hiyo dereva baada ya kujitetea kanyaga breki, basi naye akawa anapandisha hivi, kwa hiyo sema kujitetea ikawa hamna. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chawene amezindua namba maalum itakayotumiwa na wananchi kufuatilia kitambulisho cha taifa
baada ya kuwasilisha maombi ya kitambulisho hicho. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Waziri Simba Chawene amesema vitambulisho vingi vimezalishwa na tayari vimepelekwa sehemu husika ambayo waombaji walijiandikishia, lakini bado wahusika hawajafuata vitambulisho vyao. Na sababu kubwa inakuwa ni hiyo kwamba muombaji hajui kitambulisho chake kiko katika hatua gani. Kupitia mfumo huu sasa utajibiwa na utaambiwa kama namba yako umepata ndani ya siku 5 toka siku uliyoomba, na kama hujapata ndani ya siku 5 toka ulipoomba, ukitumia mfumo huu ukauliza, utajibiwa kwamba hujapata namba kwa sababu fulani na uje mahala fulani ili tuangalie takwimu zako kama zimekaa sawa sawa. Lakini pili, utapata taarifa kutumia mfumo huu wa kitambulisho chako kama tayari kimekwisha tengenezwa na kinapatikana wapi na uende ukakichukue. Aidha, Waziri Simba Chawene wamewahimiza wananchi kufuatilia na ambao tayari vitambulisho vyao vimeshatoka kwenda kuvichukua kwa kuwa matumizi ya namba za NIDA yatasitishwa. Baada ya muda tutasitisha matumizi ya namba hizo ili watu mchukue vitambulisho kwa sababu vinachakaa mkiwa bado hamjavichukua. Kupitia huduma hii, mwananchi yoyote sasa ataweza kujua kama namba yake ya utambulisho ya taifa imetoka au kama kitambulisho chake cha taifa kiko tayari na kiko wapi. Si hayo tu, huduma hii pia itamwezesha kufuatilia hatua kwa hatua maendeleo ya maombi yake ya kitambulisho cha taifa kupitia simu yake ya mkononi pamoja na namba yake ya utambulisho wa taifa kama amezisahau au kupoteza. Kamishna wa elimu nchini Dr. Liambwene Mutahabwa ametoa wito kwa wamiliki wa shule binafsi kutobagua wanafunzi wenye ufaulu mdogo, badala yake wawekee mazingira mazuri kwa wanafunzi hao kuinua kiwango chao cha taaluma. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa naye Rajab Shaban Matuga. Tusiwanyanyapae wanaoonekana kuwa na ufaulu usioridhisha. Maana kufanikiwa katika maisha sio naweza kuwa nina dada D kabisa kwenye maisha nikawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mtahabwa amesema hayo wakati akizungumza katika mkutano wa mwaka wa Umoja wa Shule za Msingi za Kiislamu nchini TIPSO, akimwakilisha naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amer. Nimeanza kuona shule mbalimbali zinaweka ubaguzi wa kutisha kwa wanafunzi. Kama hufikii kiwango kilichowekwa, aidha ukaandike mtihani kama private candidate au hufanyi mtihani hapa, utafanya mtihani pale. Hiyo sio nzuri mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu ametuumba tukiwa tofauti, waheshimiwa. Yote ni kwa nia njema. Tusaidiane, tupendane, tuinuane. Nilipo dhaifu aniinue huyu, alipo dhaifu huyu ainuliwe na yeye. Hivyo hivyo. Kwa hiyo mwalimu mzuri haoni tofauti za ujifunzaji darasani kama laana, anaona kama baraka na anatafuta mbinu stahiki za kumsaidia kila mmoja. Mwenyekiti wa TIPSO Mwalimu Faridi Mohamed Abdallah ametoa rai kwa serikali kuona namna ya kuweka mikakati mizuri ikiwemo kutoa mafunzo ili kufikia malengo ya mtaala wa elimu ulioboreshwa. Serikali kwa kweli ni kujitahidi kwanza kutoa mafunzo kwenye mtaala ulioboreshwa, lakini vile vile upatikanaji wa vitabu. Iko changamoto kwenye huu mtaala ulioboreshwa, kwa baadhi ya masomo vitabu havipatikani kwa wakati. Kwa serikali tunaiomba iweke mafunzo, lakini na vitabu kutoka TAI vipatikane kwa wakati na vitabu vya ziada vipatikane kwa wakati. Itatusaidia sana kwenda kule mbali. Kupitia mkutano huo, wadau wa TIPSO wamepata nafasi ya kufanya tathmini ya matokeo ya shule za umoja huo kwa mwaka huu 2025, ambapo ufaulu wa jumla ukishuka kwa 1.6 ukilinganishwa na mwaka jana 2024. Na kubwa unaweza ukasema kwamba mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wenye tension nyingi katika nchi. Kumekuwa na changamoto nyingi nchini, na kwa hiyo hata ule usomaji wa vijana umeathiriwa kwa ujumla, kwa maana ya kwamba vijana pengine hawakupata utulivu wa kutosha sana katika kujisomea masomo yao. Lakini kwa ujumla bado jitihada zinafanyika na tunaamini kwamba matokeo yataendelea kuwa mazuri, kwa sababu hata huko kushuka kumeshuka kwa kiwango kidogo. Na ukiangalia hata katika somo la maarifa ya Uislamu
pia ufaulu umeshuka kidogo. Kwa hiyo walimu wanapokutana wakabadilishana fikra, mawazo na mipango wanayoitumia kupata mafanikio, basi wanaambukiza wenzao, na mwisho wa siku na hao wanaanza kufanya vizuri, na hili linasaidia moja kwa moja zile shule ambazo labda performance zao sio nzuri, na wao wanaamlia kitu na wanaenda kuimplement kwao. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuwa na makongamano kama haya. Kamati ya usalama wilaya ya Kigoma imemtaka mkandarasi anayejenga barabara ya Ujiji Katonga katika manispaa ya Kigoma Ujiji kuhakikisha anajenga njia kubwa na pana za mitaro ya kupitisha maji ili kuepusha athari kwa wananchi, ikiwemo kuingiliwa na maji katika makazi yao na kusababisha nyumba kubomoka. Taarifa yake Emmanuel Matinde inasimuliwa naye Nuhu Stima. Yamejiri hayo katika ziara ya kukagua utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Ujiji kwenda Katonga pamoja na makorongo makubwa yanayoingiza maji, mradi unaogharimu shilingi bilioni 29 fedha kutoka Benki ya Dunia. Baadhi ya wananchi wakaieleza kamati ya usalama wilaya ya Kigoma ikiongozwa na mwenyekiti wake Rashid Chuachua adha wanayopitia ya ujenzi wa mifereji midogo inayoshindwa kudhibiti maji na hatimaye kuingia katika makazi ya watu. Kwa kuwa wameshaanzisha mradi wa kujenga ili korongo, tunaomba waweke matoleo ili maji yanayotoka huku yaingie ndani ya korongo, yasije kwetu huku yakaja yakatubomolea nini, yakatubomolea nyumba zetu. Wanajenga wanazuia maji ili yasiathiri mtaro, lakini hapo hapo yanaathiri makazi ya watu. Ombi letu kubwa, waendelee kujenga ila maji watoe tolezo ili yaweze kupita ndani ya mtaro wanaojenga ili yasiathiri makazi ya watu. Maji yanatiririka ni mengi sana kutoka kilima hewa kuliko uwezo wa mitaro. Mitaro ni midogo sana. Nisitoshe kwamba huko mpaka mahali kuna mtaro huu mmoja. Hatua hiyo imemlazimu meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Kigoma, mhandisi Elias Mtapima, kutoa ufafanuzi wa ujenzi wa mifereji hiyo. Wananchi wanataka wajue tunatatuaje. Suluhisho la hapa linatokana na mvua kuongezeka na kuwa nyingi kupitia na wingi wa maji kuzidi mtaro. Kwa hiyo suluhisho lililopo hapa ni kuangalia uwezekano wa kuongeza mtaro wa huku wa pembeni, kuona kwamba tuone uwezekano wa kuaccommodate maji yote yanayofika hapa kusudi yaweze kuelekea maeneo salama. Kwa hii tunasema ni lowest point. Yakifika hapa wakati wa kugeuka kwenda hivi yanaacha deposition kubwa ya mchanga. Kwa hiyo mchanga ukishajaa ndio unasababisha maji yaweze kuvuka barabara na kuathiri wananchi. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amesema kamati ya usalama itaendelea kusimamia mradi huo na miradi mingine kuhakikisha fedha zinazotolewa na serikali zinaleta tija kwa wananchi. Hizi ni fedha za Watanzania. Tunachokifanya kama kamati ya usalama ni kusimamia kuhakikisha kwamba mradi huu unajengwa kadiri ambavyo wananchi walitaraji na serikali yenyewe ilitaraji. Wakati mradi unajengwa tumeendelea kupokea changamoto mbalimbali ikiwemo kuzuiwa kwa njia za maji, njia za asili za maji, na maji yale yanapozuiwa yanakwenda kwenye makazi ya wananchi. Na tayari tumekushatoa maelekezo kwa mkandarasi kwamba katika kila eneo ambalo lina korongo katika mtaro wote unaojengwa basi provide access ya maji kuingia kwenye mtaro huu ili kuhakikisha kwamba maji hayo hayaleti athari kwenye makazi ya watu pamoja na maisha ya watu kwa jumla. Jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani kwa kushirikiana na mabalozi wa usalama barabarani RSA mkoa wa Tabora imezindua kampeni ya abiria paza sauti itakayodumu kwa muda wa siku 10 ili kutoa elimu ya usalama barabarani, mpango unaolenga kuhakikisha usalama wa vyombo vya usafiri, abiria na watumiaji wengine wa barabara. Hii hapa ni taarifa zaidi na Saidi Kapalila. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo katika kituo cha mabasi yaendayo mikoani kutokea Tabora, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Magayane anatoa maelekezo kwa madereva pamoja na abiria. Dereva, usifikiri kwamba unaposafiri uko nje ya chombo. Tatizo lolote likitokea wewe uko ndani ya chombo. Abiria, paza sauti, tetea maisha yako kabla jeshi la polisi halijafika. Madereva, sasa hivi tafadhali twende mwendo ambao unastahili na tuwe makini sana, kwa sababu kipindi hiki mvua zimenyesha. Unaweza kuwa jana ulipita sehemu ukao umepita pako vizuri,
lakini kutokana na hali halisi, mvua imenyesha eza usiku, labda daraja limekatika au kuna hitilafu yoyote ndani ya barabara imetokea. Ndio maana tunasisitiza dereva, unapokuwa barabarani hakikisha unaona mbele yako mita 100 na uwe tayari kuchukua hatua kwa haraka kuepusha dharura yoyote ambayo inaweza kutokea. Kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya sheria za barabarani, mratibu wa mabalozi wa usalama barabarani kanda ya kati Zahoro Magomba amewasisitiza madereva kujiendeleza kielimu zaidi ili kuwa na utambuzi wa sheria hizo. Msiogope kurudi shule. Sasa hivi sheria nyingi za barabarani zimeboreshwa. Kwa hiyo tujitahidi kurudi shule ili tuweze kuelewa namna gani tunaweza kuenenda vizuri barabarani kuepusha changamoto mbalimbali. Hasa muda wengine wana overtake sehemu ya kona, hajui mbele kuna nini, tunaenda kusababisha ajali. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi hilo Roshpai Laiza, amewataka madereva kuchukua tahadhari, ikiwemo kuhakikisha kila gari kuwepo kwa vifaa hai vya kuzimia moto wa dharura, huku madereva wakieleza umuhimu wa elimu hiyo. Unapokwenda kwenye sheli kuweka gari mafuta, inatakiwa abiria wote washuke, ndipo uweke gari kwenye mafuta na gari liendelee na safari. Lakini pili, zingatia vile vifaa vya kuzima moto. Lazima kwenye gari lako kuwepo na kile kifaa cha kuzimia moto, kile kifaa kidogo, fire extinguisher, na kikae mahali sahihi ambapo mtu yeyote anaweza akakichukua akakizima moto wa awali. Lakini pia kuwepo na kisanduku cha huduma ya kwanza, first aid kit, chenye vifaa vyenyewe. Inawezekana mtu akatokea akapata shida pale, haraka unachukua vile vifaa na kumsaidia yule abiria. Kukumbushana ni muhimu, kwa sababu hili swala watu wengine kama hivi unavyosema, watu wanatumia vilevi nini. Kwa hiyo kukumbushana kusala barabarani ni muhimu, kwa sababu ni la kuhatarisha maisha hizo mtumiaji wa barabara, watembea kwa miguu na sisi wenye vyombo vya moto. Kwa hiyo kukumbushana bado tunarudia ni la muhimu sana. Nikiripoti kutoka hapa katika stendi kuu ya mabasi yaelekeo mikoani hapa mkoani Tabora, mimi ni Saidi Kapalila, Mahasin TV. Tukielekea kisiwani Unguja, mkuu wa kitengo cha usimamizi na tathmini makao makuu ya polisi Zanzibar, naibu kamishna wa polisi DCP Alute Makita, amewataka watendaji wa dawati la jinsia na watoto kutumia taaluma zao kuhakikisha wanashughulikia ipasavyo na kuwapa msaada waathirika wa udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Akifunga mafunzo ya awamu ya 3 ya kuwajengea uwezo watendaji wa dawati kutoka mikoa miwili ya Unguja yaliyofanyika katika chuo cha polisi Zanzibar, DCP Alute amesema elimu bora ni ile inayobadilisha utendaji chanya katika jamii. Kwa umejifunza mambo kadha wa kadha: majukumu ya askari wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto, makosa ya kimtandao kuhusu udhalilishaji, lakini pia viwango vya kimataifa juu ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto. Nimejifunza pia ujazaji wa PF3. Ni matumaini yangu kwamba baada ya kupata mafunzo haya tutaona mabadiliko ya kiutendaji, kuongeza ufanisi na hatimaye kupata matokeo chanya kwenye kesi mbalimbali zinazoripotiwa kwenye vituo vyetu. Mkuu wa dawati la jinsia na watoto wa makao makuu ya polisi Zanzibar, mrakibu msaidizi wa polisi ASP Ali Mohamed Othman, amepongeza uwezeshaji wa mafunzo hayo ikiwa ni juhudi muhimu za mapambano dhidi ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto. Kipekee ni washukuru watu wa UNICEF kwa kutuwezesha kufanya mafunzo haya. Kwa kweli tumekuwa tuna mafunzo mazuri na tumewapatia package nzuri watendaji wetu, na tunategemea sasa, kuanzia sasa, baada ya watendaji wetu kupata hayo mafunzo, tutatoa huduma nzuri na stahiki kwa watendaji wetu, kwa sababu watendaji wetu wote wa dawati sasa hivi hakuna mtu ambaye hajapata taaluma hii, na tunaamini kwa taaluma waliopata, tuna hakika wananchi wategemea mabadiliko makubwa ya huduma ambayo watapewa kutoka jeshi la polisi kupitia kitengo cha dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto. Kwa upande wake, afisa hifadhi ya mtoto kutoka shirika la UNICEF Ahmed Rashid Ali amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa juhudi za pamoja kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa watoto. Mafunzo haya sasa hivi ni uniform Tanzania nzima. Popote unapokwenda utapata mafunzo kama haya. Katika kila taasisi kuna manual ambayo ni mahsusi kwa ajili ya taasisi ile husika. Na sisi tumejaliwa kufanya kazi na taasisi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba elimu sahihi ya kupambana na masuala ya udhalilishaji inawafikia
wale watu wa huduma, yani frontline workers, wapambanaji wale wako mstari wa mbele. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa zaidi ya watu 10,000 wamelazimika kuhama makazi yao katika siku 3 kwenye majimbo ya Darfur Kaskazini na Kordofan Kusini mwa Sudan, huku vita vikiendelea nchini humo kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wa RSF. Shirika la kimataifa la uhamiaji IMO la Umoja Mataifa limetoa ripoti Disemba 28 ya mwaka 2025 kwamba zaidi ya watu 7,000 wamekimbia miji ya Umburu na Kanoi huko Darfur Kaskazini, ambayo ilitekwa na vikosi vya msaada wa haraka RSF siku chache zilizopita. Shirika hilo pia limeripoti kwamba zaidi ya watu 3,000 wamekimbia mji wa Kadugli huko Kordofan Kusini, ambao umezingirwa na wapiganaji wa RSF, huku watu wake wakiendelea kuteseka kwa njaa. Katika taarifa tofauti, shirika hilo la Umoja Mataifa limesema kwamba idadi ya watu waliokimbia makazi yao inaongezeka kwa kasi katika majimbo ya kaskazini na kusini mwa Kordofan kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Mapigano kati ya jeshi la taifa la Sudan na wanamgambo wa RSF yameongezeka katika miji ya Kordofan katika miezi ya hivi karibuni, tangu wapiganaji wa RSF walipoimarisha uwepo wao katika eneo lote la jirani la Darfur na kudhibiti mji wa El Fasher mwezi Oktoba mwaka huu. Kwingineko, watu 16 wamefariki dunia na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya moto kuteketeza nyumba ya wazee kaskazini mwa Indonesia. Mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji Jimmy Rodsul ameliambia shirika moja la habari kuwa jiji hilo waliofariki katika ajali hiyo wengi walipatikana ndani ya vyumba vyao. Taarifa ya idara ya zimamoto iliarifiwa kuhusu moto katika nyumba ya wazee ya Damai katika jiji la Manado, mji mkuu wa jimbo la Sulawesi Kaskazini mnamo Disemba 28 mwaka 2025. Afisa mmoja wa eneo hilo amesema wengi wao walikuwa katika hali isiyotambulika, ambapo polisi wamejaribu kuwatambua marehemu wakiwasihi wanafamilia kuwasiliana hospitali ambapo miili hiyo imepelekwa. Hata hivyo, polisi bado wanachunguza chanzo cha moto huo ambao umezimwa usiku huo huo. Ikumbukwe kuwa mapema mwezi huu moto katika jengo lenye ghorofa 7 katika mji mkuu wa Jakarta uliwaua watu 22. Na tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, takribani watu 13 wamefariki na wengine karibia 100 wamejeruhiwa baada ya treni kuacha njia katika eneo la kusini magharibi mwa Mexico wakati ikisafiri katika ghuba Mexico na bahari ya Pacific.
Taarifa ya jeshi la wanamaji la Mexico imesema treni hiyo ilikuwa imebeba abiria 241 na wafanyakazi 9, ambapo jumla ya watu 98 wamejeruhiwa, ambapo 36 wanatibiwa hospitalini. Treni hiyo iliacha njia yake ya reli iliyozunguka kona karibu na mji wa Nizanda, ambapo jeshi hilo la wanamaji la Mexico ndilo linaendesha safari za treni iliyokumbwa na ajali. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amesema 5 kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya, huku picha kutoka eneo la ajali zinaonyesha wafanyakazi wa uokoaji wakisaidia abiria kushuka kwenye treni. Hata hivyo, mwanasheria mkuu wa Mexico amethibitisha kuwa uchunguzi kutokana na tukio hilo unaendelea. Shukran Zuberi Rashid Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro la watahadharisha watumiaji wa barabara katika kipindi hiki cha mvua. Namba maalum 15274 yazinduliwa ili kufuatilia vitambulisho vya taifa. Katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 16 wamefariki na wengine 3 wamejeruhiwa baada ya moto kuteketeza nyumba ya wazee kaskazini mwa Indonesia. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefria amini kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Unawasilishwa nami Godfrey Kazinja. Mvua imeendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, hali iliyopelekea kuleta athari katika baadhi ya maeneo ya nchi. Hapa ni katika maeneo ya Mto Mbwemkuru, mkoa wa Lindi. Mamlaka ya Tanzania inaendelea kusisitiza kuzingatia tahadhari pamoja na angalizo zinazotolewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na sehemu za nyanda za juu kaskazini mashariki kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo. Sehemu nyingine za nchi zikitajwa kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, viashiria vya mvua vyenye nguvu vinaonekana zaidi katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kuelekea sehemu za pwani ya kusini. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa, hususan katika mkoa wa Mwanza, Mara, Simiu, nyanda za juu kaskazini mashariki, kusini mwa mkoa wa Pwani ikijumuisha na visiwa vya Mafia pamoja na mkoa wa Lindi na Mtwara. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi pamoja na pwani ya kaskazini kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Huku maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yakitajwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na mvua kiambatana na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma kunatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza unatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kilimanjaro kunatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo, hali kadhalika hali ya mvua pamoja na mvua nyepesi. Mkoa wa Mbeya unatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro unatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kiambatana pia na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Arusha unatajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo, lakini pia hali ya mvua pamoja na mvua nyepesi. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.